Tome, vya Mungu tome, Uvira tome, Katongo tome, Joel na Mnene tome, Joel na Mnene tome. Habari moto moto hizo mama we, watatafuta njia leo wajenge mama we. Katongo hiyo bana baingie mu Kigongo hivi sasa hivi. Hivi bazalendo biko mu Kigongo leo saizi balibebana balipigana muri Mluhanga, bangine bakatoka Zayulu, Banyamulenge balikweshi balisha panda milima Kitu, Lambo, Gomba, bakakuya bana babeba mpaka Kigongo mkatongo njoo kwenye biko hivi kwa saizi. Ni asubuhi na mapema tarehe 28 mwezi Disemba mwaka wa 2025 ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kuwa pamoja msikilizaji na mtazamaji wetu kwenye habari zetu za asubuhi ya leo. Bila shaka natumai utakuwa salamu salimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Natoa shukrani za dhati kwa kuambuka nasi katika habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Shukrani zikuendeo ambayo tayari umesha subscribe channel hii, wewe ambao umeshare, lakini pia wewe ambao una comment na kutuambia unatufuata kutoka nchi gani. Kama kawaida majukumu ni mengi msikilizaji, lakini moja kati ya jukumu kubwa tuliochagua sisi ni kuhakikisha kwamba tunawaleteeni habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo endelea kwenye uwanja wa vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Asubuhi ya leo tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu mapambano makali ambayo yameripotiwa tarehe 27 Disemba mwaka wa 2025 kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda dhidi ya wazalendo ambao wanashirikiana na vikosi vya jeshi la taifa FARDC katika vijiji vya Kigongo, Katongo, huko ni kwenye milima pia ya mji wa Uvira. Msikilizaji, hapa ni matokeo ambayo tutakuletea upate kufahamu ni wanani ambao wameweza kudhibiti maeneo ya Kigongo, maeneo ya Katongo, maeneo ya milimani na kipi ambacho kinaendelea katika mji wa Uvira kwa sasa baada ya makabiliano hayo. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati kwenye habari zetu za asubuhi ya leo. Bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi, na kukaribisha mara tena kuweza kuambatana nasi kwenye habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumekuambia kwamba hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inazidi kubadilika kadri saa zinavyozidi kusonga. Uko kwenye uwanja wa vita tarehe 27 Disemba, mapigano makali yameweza kuripotiwa kati ya waasi wa AFC M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC katika maeneo ya Katongo na Kigongo, huko ni ndani ya wilayani Uvira, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotumwa na vyanzo vya ndani kutoka eneo hilo, vikundi vya wazalendo vikisaidiwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vimekabiliana ana kwa ana na waasi wa AFC M23. Mapigano hayo yalianza mapema asubuhi na yalichukua muda, yakihusisha matumizi ya silaha nzito pamoja na silaha nyepesi. Vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa milio mikubwa ya risasi mfululizo pamoja na milipuko ya mabomu yenye nguvu kali ilikuwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya milimani, hali iliyosababisha hofu na tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji wa Katongo pamoja na Kigongo na vijiji vingine jirani. Kutokana na hali hiyo ya usalama, wakahaji wengi walazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku shughuli za kawaida kama biashara, kilimo pamoja na zingine za rejareja zikiripotiwa kufilisika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini baada ya makabiliano makali hayo ambayo za kudumu kwa muda wa saa kadhaa huko kwenye maeneo ya Kigongo, Katongo, tumeweza kuzungumza na baadhi ya wazalendo kutoka kwenye uwanja wa vita. Wametuthibitishia kwamba mji wa Kigongo tayari umeweza kukombolewa na wazalendo baada ya makabiliano hayo makali. Kwa shangwe na vigeregere, hapa wazalendo wakiimba
kwa ushindi waliopata kwenye mapambano hayo ambao waliweza kukabiliana hiyo jana tarehe 27 Disemba mwaka wa 2025. Vya Mungu tombe, Uvira tombe, Katongo tombe, Joel na Mnene tombe, Joel na Mnene tombe. Habari moto moto hizo mama we, watatafuta njia leo wajenge mama we. Katongo hiyo wanabaingia mu Kigongo hivi sasa hivi. Hivi bazalendo biko mu Kigongo leo saizi balibebana balipigana muri Mluhanga, bangine bakatoka za Yulu, Banyamulenge balikweshi balisha panda milima Kitu, Lambo, Gomba, bakakuya bana babeba mpaka Kigongo Mkatongo njoo kwenye biko hivi kwa saizi na bazalendo biko Kigongo. Ndio habari ya saizi hizi. Kasia vitu vinatomboka huku, banaanza pigana sasa, bazalendo bashaingia Katongo na Kigongo. Hii ni force ya mzee Queen Sierra PPLC bare GGAC. Hapa hivi tuko Mulwanga. Tuko Mulwanga kwenye 23 iliweza kuangusha gari na deja tunafika, tunaona vikosi na tulifika kule mbele adui tunampika ovyo. Na hivi tuko mu advance kwenda Uvira. Hapa kabisa nadhani kazi ni kazi. Groupe de jeunes oye. Hapa ni kazi kwenda mbele. Asante sana. Najua kama mko kunyumba waone force ninja mwenyewe. Iko kwenye kwenye deplo mugabani hela. Wala jetu mugabani hela. Hapa ni kupiga risasi mpaka kieleweke. Kifanye nini? Kieleweke. Abe. Tuwashuru kule sasa bwana mpaka bandu banye sana. Taushene sasa. Taushene. Hapa ni wana. Hakuna blagi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hao ni wazalendo kutoka kwenye uwanja wa vita wakisherekea kuweza kukomboa kijiji cha Katongo, lakini pia Kigongo ambacho kilikuwa chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23. Kigongo inapatikana takriban kilomita 8 kusini mwa mji wa Uvira, si mbali sana na Uvira. Hali hiyo ya kuweza kukombolewa kijiji hicho imepelekea wasiwasi mkubwa katika mji wa Uvira. Mapambano hayo yamejiri kipindi ambapo wahasi walikuwa wapo kwenye kazi za pamoja Salongo pamoja na raia wa Uvira, ndipo mapambano makali yaweza kuripotiwa upande wa milimani na upande wa kusini mwa mji wa Uvira. Na mpaka sasa hali ya wasiwasi endelea kutanda katika mji huo, huku wazalendo wakiendelea kuhimiza vikosi vyao na kusemea kwamba operation hii ni moja kati ya operation ya kuweza kukomboa maeneo yote ambako wahasi wanayadhibiti, lakini pia kukomboa mji wa Uvira kikamilifu. Sasa mambo ni tete katika mji wa Uvira, muda wote mambo yanaweza kubadilika kwa saa na dakika. Lakini kipindi wazalendo yazidi kusonga mbele, ujumbe mzito umetolewa kwa wakahaji wa Uvira, wale wote ambao waliweza kutumika kuwaonesha wahasi sehemu ambako wazalendo wanapatikana. Ametolewa tahadhari kubwa sana kabla ya wazalendo kuweza kuingia katika mji huo na kukomboa kikamilifu. Mimi ninaozungumza hapa ni kijana wenyu, kamanda wa vita General de Brigade Foudre Rouge Igwe, anayeongoza kundi la wazalendo linaloitwa la Force Special ya Wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Na watangazia wazi tena rasmi na watolea neno kusema ya kwamba sisi tulizaraulika kwa wakadi wa Uvira, wale wasiokuwa na nidhamu kwenye vinywa vyao. Tumechambwa hovyo, wazalendo hoi wamekimbia mungini. Kwa sasa tumerudi kwa shindo kubwa tena nzito kabisa ndani ya mungini wetu ule ambao mmesema tumekimbia. Tumerudi ndani na tunarejea, tunapiga hodi tukiwa ndani ya nyumba tayari. Yani sasa nataka niwazungumuzie hivi na kuwaambia, tulijua wale wote ambao walikuwa wanabanwa en otage qui ont travaillé sous une force de l'ennemi. Tulijua wale ambao walitumika kwa nguvu za adui. Tulijua na tulijua wale ambao wamejiunga na adui. Sasa neno la kuwafariji wale ambao wamejiunga na adui, Burundi imeacha njia wazi waende. Endapo tutakuta mtu yeyote wale ambao walikuwa wanaenda wanatambulishana, huyo ni mzalendo kwa mzalendo huyu, kwa mama yake huyu, ndugu yake huyu, binamu yake huyu, hakika jue kwamba yeye hatakuwa eko, naye tutasaka. Hivyo gisi ilikuwa kwetu,
M23 kututafutisha na watu katika mwingine, kutafuta jamaa zetu katika mwingine. Ndivyo hivyo itakuwa na sisi kwenyu nini ambao mmejiunga na M23, ambao wamesaliti udongo wenu, hususa idara wale wa Kongomani na wale ambao wameonekana kwa sekteri baada ya siku 4 kabla ya Uvira kuanguka. Hakika tunawahakikishia kwamba hawataonekana tena katika mji wa Uvira. Tunawapa de jour, mkutaniwe muko munaenda, ni grace, ni neema tunawapatia. Sisi ni Wakongomani, hatutaki kuuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Nini mumetusaliti? Mumesaliti damu ya Mkongomani mwenzako kwa ajili ya pesa za Rwanda, za Kagame, za nani? Yeyote anayejidai Mkongomani, huyo si Mkongomani halali, maana amesaliti udongo wake kwa ajili ya fedha. Sasa sisi wazalendo, makamanda wa vita ambao tumeshimama kutetea udongo wetu, mahali tulipozaliwa, inti za mababu zetu, sisi tuko tayari kutetea katika kila hali. Yeyote anajua alikuwa charge de renseignement wa M23, tunampa njia, Burundi atampokea aende wazi. Maana mnajuana, wakaaji wote waliobaki ndani ya mwingine wanajuana. Tupo tayari ndani ya mji wa Uvira. Hapa nazungumza nikiwa Kalundu Centre, hapa kwenye nashimama nikiwa Kalundu Centre. Itakapofika saa 8 kamili nitawatumia picha nikiwa kwenye monima ya Uvira. Nataka niwaambie hivi, natoa funzo tena onyo kwa wale wote walioenda wanasati nyumba za wazalendo. Njia iko wazi, kukutaniwa wanakimbia. Huyu tutajua alikuwa mwanamemba wa 23 kama Mungu atampokea, kama kuzimu, kama wapi, aulize Magloire Paluku, ndo anayo historia kwa sasa, yuko wapi kwa ajili ya msaliti. Magloire Paluku ako na historia nzuri kuhusu mtu aliyesaliti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, susa idara mwingine wetu wa Uvira. Kwa hiyo natoa onyo tena, na wafunza sana wakaaji wa Uvira, baki kimya. Tunashukuru maombi ya wakaaji wote wa Uvira, wale wanaotupenda. Wengi walituombea sana na wanaendelea kutuombea, na wengine walitufungia na wanazidi kutufungia. Tuko kwenye msafara wa mbele tayari, vijana wetu wamekwisha kuingia na sasa tunakuja. Ofya adui alitamba sana kwenye rezo sosio, anakuwa Baraka, anakuwa Misisi, anakuwa wapi. Bado sisi tuko kimya, wala sisi waga tusemi. Tukisema maana tusha reagir. Sisi tunakuwa tunasema baada ya kufanya reaction. Sisi hatuna guerre mediatique, tuko na guerre réelle ya adui. Hatuna muda wa kuponda kwa rezo sosio, tuna muda wa kutumika. Na hii ni kweli, na wahakikishia. Nimezungumza dakika hizi 4:30, na waambia ya kwamba 5 kwenda mbele utajutia nafasi kuipoteza kusaliti Uvira. Na wale walioonekana kwenye sektere kurejo 4 jours avant tombe ya vile ya Uvira watajutia, na mwingine hawatarudia. Wale malida wote walikuwa wanajiita malida, les réfugiés de naissance, papa, tutawasaka mwingine juu chini. Na sasa tumekusha kuanza control ya vile ya Uvira, tayari iko ndani ya mikono yetu. Asante. Yeyote atakayepata audio hii asukumie ndugu zake walio mbali na karibu, ili kufariji ndugu jamaa na marafiki, kuwaambia ya kwamba mwingine wetu tayari tumekomboa, na tumeukomboa kabisa. Tunakuja kwa silaha nzito nzito, na wale waliojiunga, wale wa Redi Tabara, ule Unyamurenge wa kule yulu, ule Unyarwanda wa kule yulu, ndio wenye mko mnapanda kule Katongo, mnakimbilia kule mkaende kule kwa Mwaminembwe. Hamuna njia papa, msibabaike, hamuna njia. Sisi tumekataa katakata wazi. Kongo ni yetu, Kongo tutaifia, hususa idara udongo wa Uvira. Ni jana wenyu, mtoto wenyu Foudre Rouge Igwe, kamanda mkuu aliyepambana nao Kase baada ya siku 2 mbele ya kuanguka kwa Uvira. Na sasa narudi tena kwa shindo. Tunaamini wazalendo wengi tayari ndani ya mji wa Uvira, wakina James Fieka Adui, wakina Landa Bango, Kuruninga, Omar Namtaga, le Monisco, le patron doyen de wazalendo, wengi kabisa kibao wamekusha kuingia ndani ya mji wa Uvira. Na sisi tunakuja kwa kontra, kwa kusati, kwa kufyeka, kwa kumalizia, kwa kusafisha, kuacha uhuru ndani ya mwingine wa Uvira. M23 aliye karibu, mwambie kama tunakuja kwa shindo. Asante.
Msikilizaji na mtazamaji wetu, licha ya makabiliano hayo na ujumbe huo, ni vema kukufahamisha kwamba katika mji wa Uvira bado waasi wa AFC M23 wanapatikana katika mji huo wakiendelea kuonekana sehemu mbalimbali, lakini ripoti kutoka upande wa wazalendo zinaeleza ya kwamba mji huo wa Uvira tayari umeshazingirwa kona zote, hali ambayo inaendelea kupelekea kwamba mambo itakuwa magumu uko kwenye uwanja wa vita. Sasa raia wa Uvira wanasubiria kuwapokea wazalendo ambao wanakuja na nguvu kasi wakishirikiana vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, ambao wanaonesha dhamira yao ya kuweza kukomboa maeneo hayo ambako waasi wa AFC M23 wameweza kuyadhibiti kwa muda wa wiki 3 sasa tangu waingie katika mji huo wa Uvira. Sisi kama media yako na kuomba tu kuendelea kuwa mwaminifu kwetu kwa kuendelea kupata habari za uhakika na za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika, kwa sababu kipindi hiki cha machafuko ya kivita mashariki mwa DRC kuna kuwepo na habari nyingi sana za uongo ambazo zinaendelea kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinalenga kupotosha maoni ya raia, lakini pia kuweza kuleta tamruki kubwa sana. Lakini sisi tunajitahidi kuweza kufanya kila liwezekanalo tupate kuletea habari za ukweli kutoka kwenye uwanja wa vita, licha ya hali ya usalama ni tete kabisa. Na tunatoa habari hizi kwa ugumu fulani kutokana na uwepo wa hali ya tamruki maeneo ambako kazi hizi zinafanyika kwa ajili ya kuweza kuletea habari za ukweli na za uhakika. Msikilizaji na mtazamaji wetu, nakusihi kuendelea kuwa nasi, lakini pia kwenye comment usisahau kutuambia unapendekeza nini kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na usisahau pia kutuambia unatufuata kutoka nchi gani, na ikiwa na maoni yoyote unaweza kutuandikia, aidha kututumia ujumbe kwenye kipindi cha Sauti ya Mwananchi ambako kinakuletea maoni mbalimbali. Unaweza kututumia ujumbe kuhusiana na mtazamo wako kuhusu vita hivi, mtazamo wako kuhusu vita ambayo inaendelea kushamiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, unashauri nini? Lakini pia una kipi cha kuzungumza, kwa sababu tunaletea kipindi cha Sauti ya Mwananchi kwa lengo la kuweza kusikia maoni ya watu mbalimbali, kwa lengo ya kujenga, lakini si kwa lengo ya kuweza kubomoa. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Tupo moja kwa moja, bega kwa bega na wewe kwenye uwanja wa vita, ili tuendelee kuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kujiri jimboni Kivu Kusini, hususan na uko kwenye uwanja wa vita. Mji wa Uvira hapakaliki. Uvira tangu waasi wa M23 waweze kuingia katika mji wa Uvira, hali inaendelea kuwa tete kila kukicha. Hiyo ni kutokana na wazalendo ambao walikuwepo Uvira wameenda kujikusanya kwa wingi na kwa pamoja na kuweza kuunda timu moja, yani kuunda mwongozo mmoja, coordination moja ambayo kila kukicha wanakuwa wakikabiliana na waasi wa M23. Inapelekea waasi kutokuwa salama na kutokuwa huru katika mji wa Uvira, maana kila kukicha kunakuwa hali ya sintofahamu, milipuko ya risasi inasikika, mabomu nasikika, mara ndege zinakuja kushambulia, hali ambayo inapelekea kwamba mji wa Uvira bado ni mgumu, licha ya waasi kwamba wanamiliki mji huo, lakini bado hali ni tete kutokana na uwepo wa wazalendo wengi, kwa sababu wazalendo walikuwa wengi katika mji wa Uvira, na baada ya waasi kuingia, wazalendo waliweza kurudi nyuma, na kurudi nyuma kwa wazalendo wengi walitegemea labda wenda wataweka silaha chini, lakini kwa kile ambacho kimeonekana kwamba wazalendo wote wameungana kuwa kitu kimoja, tofauti na jinsi walivyokuwa kwenye uwanja wa vita au kwa maeneo ya Luvungi. Wazalendo inasemekana kwa sasa kwamba wameungana wote, wamekuwa kitu kimoja, wamevunja wakubwa wote na kuweka nguvu zote fasi moja kwa ajili ya kupambana, kwanza kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kukomboa mji wa Uvira. Unajua mji wa Uvira ni moja kati ya mji ambao ni tegemezi kubwa, ni mji ambao unaunganisha sehemu mbalimbali. Sasa kwa namna hiyo wameamua kuweza kuungana na kwa kuanzisha operation hiyo ya kujaribu kuweza kukomboa mji huo. Lakini pia waasi wa M23 waendelea kuongeza vikosi vyao kwenye uwanja wa vita pia kwa ajili ya kuweza kukingia ili wasiweze kutoka katika mji huo Uvira, ambao ni moja kati ya mji wa kimkakati ambao unaunganisha sehemu mbalimbali, na ni moja kati ya eneo muhimu sana ya wao kuendelea kuwepo hapo. Sasa hapa ndio mambo yanaendelea kuonekana kuwa magumu sana. Haijajulikana kwamba baada ya siku hizi 3 ambazo zinasalia za kuingia mwaka wa 2026 na mambo yatakuwa namna gani katika mji wa Uvira, lakini wazalendo wanasisitiza ya kwamba haitofika tarehe 30 mwezi wa 12 kabla hawajaingia katika mji huo wa Uvira.
Upande wa waasi wanasema hawatoacha mji huo chini ya udhibiti wa wazalendo aidha jeshi la taifa FARDC. Sasa hapo ndio mambo bado yanaendelea kuwa magumu. Kwa hivyo sisi kama media yako tuko hapa kuendelea kufuatilizia habari zote na kukuletea yote ambayo yanaendelea kujiri huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, jimboni Kivu Kaskazini, hususan katika tarafani Uvira ambako kila kukicha kunakuwa habari mpya. Na kusii kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye. Kwaheri.